بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. leo ikiwa ni tarehe 28 mwezi wa Shaaban mwaka 1444 katika darsa wa silsila durus السيرة النبوية kumzungumzia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Katika kikao cha mwisho tulichokaa kwenye silsila kama hizi tulizungumzia usratun nabii sallallahu alaihi wasallam, familia ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, mpaka tukafikia kumtaja Abdul Muttalib ambaye ni babu yake Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na tukaeleza namna Abdul Muttalib jina lake lilivyokuja, lakini asili yake jina lake ni Shaiba. Abdul Muttalib alikuwa akiwa ni mtu mwenye kuadhimishwa baina ya Makuraish, ambaye huyu ni babu yake Mtume sallallahu alaihi wasallam, bali akiadhimishwa katika bara Arabu kote, akiheshimiwa na wafalme wa Yemen, akiheshimiwa na wafalme mbalimbali. Tukaahidi kuwa huku kumzungumzia Abdul Muttalib ambaye ni babu yake Mtume sallallahu alaihi wasallam, kuna matukio mawili muhimu sana katika tarehe ambayo tutahitajika kuyataja kabla ya kusonga mbele. Ahamul ahdathi fi hayati Abdul Muttalib, matukio muhimu zaidi katika maisha ya babu yake Mtume sallallahu alaihi wasallam Abdul Muttalib. Tulitaja pia katika kikao hicho kuwa katika matukio muhimu sana yaliyotokea katika uhai wa Abdul Muttalib ni matukio mawili. Tukio la kwanza, hafru bi'ri Zamzam, kuchimba upya kisima cha Zamzam. Na tukio hili litazaa tukio jingine ambalo tutalieleza huko mbele insha Allah taala. Na tukio la pili, wahadithul fil, tukio la lile jeshi waliokuwemo ndani yake ndovu, ambao Allah subhanahu wa ta'ala aliwazungumzia watu hawa katika sura nzima inayojulikana kama suratul fil. Alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Hili tukio lilotokea katika maisha ya Abdul Muttalib babu yake Mtume sallallahu alaihi wasallam, na hilo pia tutalieleza katika kikao chake hasa. Leo biidhnillah taala tutaanza kuzungumzia tukio la kwanza, hafru bi'ri Zamzam, kuchimba upya kisima cha Zamzam. Zamzam hiya al-bi'r al-ma'rufa fi Makkah al-Mukarrama. Zamzam kila mmoja afahamu, kizungumziwa Zamzam kila mmoja afahamu ni kisima maarufu sana kilichoko katika mji wa Makkah, mji mtukufu wa Makkah. فكانت سقيا من الله. Zamzam
ni maji ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameonyesha waja wake. Khulasa ya jambo la kuchukua kwa kisima cha Zamzam, ma rawahu al-Bayhaqi fi dalail an-nubuwah bi sanad sahih an Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu qala, Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu ataja sema qala Abdul Muttalib inni lanaimun fidri إذ أتاني آت فقال لي احفر طيبة. عبد المطلب سيما siku moja nilikuwa nimelala katika hijr ni ile sehemu ya al-Kaaba ambayo umeiona ina ukuta mfupi pale mbele, pale katikati ya al-Kaaba na kile kikuta kile, ile ni sehemu ya al-Kaaba. Niliwahi kueleza kuwa kwa nini kumewekwa kile kikuta kifupi kile. Sababu Quraysh, kama tutakavyoeleza insha Allah, maana kile tukio alikuwepo pia, yani kilifanyika huko nyuma, lakini pia Mtume sallallahu alaihi wasallam katika suala la kuweka jiwe la al-Hajar al-Aswad tutamtaja insha Allah huko mbele. Almuhimu, wakati wa jahiliya Quraysh waliamua kujenga upya al-Kaaba kwa sababu hali yake ilikuwa si nzuri. Kulikuja na sail, mafuriko ya maji, lile jengo likaathirika sana. Wakaamua walijenge upya lile jengo. Wakavunja kwa uoga. Mwanzo waliogopa sana kulivunja, wakaogopa adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala wateremkie, sababu walikuwa wakiheshimu sana, haswa baada ya tukio la ndovu. Watu walikuwa wakiheshimu sana ile nyumba na wakiogopa sana kufanya jambo lolote baya katika sehemu kama ile, sababu walishuhudia kile Allah alichowafanya jeshi la ndovu na namna Allah alivyowaangamiza. Kwa Makuraish walikuwa waadhimisha sana al-Kaaba. Naweza kusema na ujahilia wao waadhimisha al-Kaaba kuliko baadhi ya Waislamu leo, na wala sifanye ghuluni nikisema hivyo. Sababu mimi nashangaa leo, inshallah ile al-Kaaba umekaa waiangalie ile pale, mtu aiba viatu, si muelewa, mfikiria wizi wa viatu kwa kufeli tu hapo. Pia pale kwenye al-Kaaba ile pale al-Kaaba mmekaa hapa, ukiweka viatu vyako vizuri hapa vipya, aja mtu aiba viatu ndani ya haram na al-Kaaba ile pale mbele yako. Muislamu wallahi nawapieni, Abu Jahal hawezi kufanya hivyo, wala Abu Lahab hawezi kufanya hivyo, na ukafiri walikuwa nao na shirki, lakini walikuwa wakiheshimu sana ile sehemu. Yasikitisha sana upate Muislamu hana ihtiram na sehemu tukufu mno kama ile. Hata habari haja pale, mpaka siku moja mimi nimeshawahi kuibiwa viatu. Sizungumzie watu, mimi mwenyewe nishawahi kuibiwa viatu pale. Tumekaa hivi kwenye al-Kaaba, hii hapa al-Kaaba, tumekaa hivi, kimaliza kuswali kichungulia hivi sina viatu. Vipya vikenda. Kwa namfanyia dhihaka bwana mmoja kule. Namwambia huyu bwana aliweza, yani roho yake imempa vipi kuiba viatu? La kushangaza si vile viatu kuibiwa, kawaida watu waweza kuibiwa kokote, lakini roho yake ilimpa vipi waiona al-Kaaba ile pale, kisha huko yuajepa. Katika wale watu ambao Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuwa yuwaswali salatul khusuf aliona ndani ya moto ni sahibu al-Mihjan. Tulitaja sahibu al-Mihjan ni mtu alikuwa wale mahujaji wakipita aweka mpembo. Mahujaji wakibeba mzigo wao wakipita, ule mpembo fanya nini? Washika vile vitu vyao. Sasa ikiwa amebeba vitu vingi juu, hahisi kama kile kitu kimedondoka katika kichwa chake, kwa hiyo waenda. Ikiwa yule mtu atagundua, amwambia pole bwana, kulikuwa na mpembo hapo, bahati mbaya kitu chako kimeshikika. Lakini asipojua afanya nini? Ajepa. Katika watu ambao Mtume sallam ameona wapi?
ndani ya moto wa jahannam. Sahibul mihjan, al-mihjan akatajwa. Sasa huyu anamshinda hata yule, maana huyu wajepa haswa. Asema wajua waiba vipi wale? Huo waipa mgongo mwanzo wa Kaaba. Awe yuangalia kule sasa, haioni. Kisha iwabeba huyo. Almuhim, Quraysh walikuwa wakiadhimisha sana al-Kaaba kiasi cha kuwa walipoamua kuivunja kuijenga, wakaambizana baina yao kuwa asitoe mtu katika mali yake isipokuwa ya halali. Wakakubaliana hivyo kuwa hii ni nyumba tukufu mno, asitoe mtu katika mali yake kwenye kuchangia kuijenga isipokuwa ile mali iwe ni ya nini? Ni ya halali. Basi senti zikatolewa pale, wakajenga kwa ule wingi wa haramu waliokuwa nayo wakati wa jahiliya. Unao wajua kama ni haramu, sio wajua hii ni kamari, ni makosa, hii ni riba, waelewa kama ni za haramu. Kwa hawakuziingiza hizo mali zao za haramu katika nini? Katika khairi kama ile. Wakatoa za halali tu. Ikashindikana ile nyumba kukamilika kwa sababu za halali zilikuwa chache. Umeelewa? Kwa hivyo tufanyeje? Na al-Kaaba hatujamaliza kuijenga. Al-Kaaba mwisho wake ilikuwa ni kwenye kile kikuta kidogo kile, ndio mwisho wake. Ikabidi waweke kikuta kifupi kuonyesha watu kuwa hapa pia nini? Ni sehemu katika al-Kaaba. Umeelewa? Ni sehemu katika al-Kaaba. Na ndio maana leo kama mtu akifanya tawaf akapita katikati pale, hahesabiwa hajafanya nini? Hajakamilisha tawafu yake. Lazima apite kwa nje. Umeelewa? Kwa kile kikuta kidogo kile, mimi nishawasikia wazee wakisema kile kuta kidogo nafikiri ilikuwa ni maskani ya kina Abu Jahal pale, wakikaa tu hivyo kiswanifu watu hivyo. Mmoja asema hivyo. Anasema ile kikuta kidogo kilikuwa maskani ile ya Quraysh kina Abu Jahal na Abu Lahab, wakikaa pale wakiangalia watu wakitufu. Ile ni sehemu katika al-Kaaba. Wameshindwa kuwa na mali ya halali, ndio maana wakaika kile kikuta kuwaonyesha watakao kuja baada yao kwa hii sehemu katika al-Kaaba. Basi ikaachwa vile vile mpaka leo iko vile vile. Tuona ni kikuta tu kidogo. Sasa Abdul Muttalib alikuwa amelala baina ile al-Kaaba ile tunayoiona na kile kikuta kidogo, basi yuko ndani ya al-Kaaba maana, ndio amelala pale. Asema idh atani atin, akanijilia wa kunijilia, ay fil manam, akaota ndoto. Mtu amwambia nini? Ihfur Taiba, nenda kachimbe Taiba. Na Taiba hapa yakusudiwa kisima cha Zamzam, liannaha lit-tayyibina wat-tayyibat min walad Ibrahim wa Ismail alayhim as-salatu was-salam. Sababu yale maji yamekusudiwa watu wema, watu wa khairi katika watoto wa Ibrahim na Ismail alayhim as-salatu was-salam. Qala qultu wama taibatu, akawa yomuuliza yule bwana usingizini, taiba nini? Qala thumma dhahaba anni, yule bwana akaondoka hakunijibu, akaenda zake. قال فلما كان الغد رجعت إلى مضجعي, siku ya pili nikarejea pale pale sehemu yangu ya kulala, nikalala. Fanimtu fi fajaani faqala ihfur barrata, siku ya pili akatumia neno lingine, nenda kachimbe barra. Limadha? Liannaha fadat lilabrar, sababu hiki kisima kimejaa yale maji kwa ajili ya watu wema. Leo kikaitwa pia nini? Barra. Aliposikia hilo neno, qala qultu wama barra, kitu gani barra, kusudia nini? Thumma dhahaba anni, yule bwana akaondoka hakumjibu. Falamma kana alghadu raja'tu ila madji'i, siku nyingine hiyo inaofuata nikarejea pale pale nikalala. Fanimtu fihi fajaani faqala furil madnuna wama huwa ala alghaibi bidhanin. Dhanin ni ubakhili. Kwa nini kimeitwa kisima cha Zamzam hivi? Kusema kwa sababu
akinywa munafiq hashibi na haya maji, lakini mu'min akinwa yuashiba mpaka avimbiwa, yani mbavu zake zafura kwa kushiba haya maji. Lakini wasema munafiq akinwa hashibi na maji haya. قال قلت وما المظنونة قال ثم ذهب عني لبانا كان يندكيا. فلما كان الغد رجعت إلى مضجعي فنمت فيه. siku nyingine tena akarejea pale pale akalala. فجاءني فقال احفر زمزم. sasa akamtajia nenda kachimbe zamzam. na zamzam sumiyat bidhalika likathrati ma'iha, so maji yake ni mengi sana, hayaishi. Maji ya zamzam hayaishi, na ule wingi wa watu wanaokunywa yale maji na wingi wa watu wanaoyabeba yale maji kila siku, hayaishi yale maji. Hakuna siku taambiwa safari bwana yale maji yanshuka kidogo, level yake kidogo yampungua. Lau kama ungelikuwa wajua yale maji ya zamzam yanwewa na watu wangapi kwa siku, utashangaa. Usizungumzie nje, pale pale tu ndani ya Masjid al-Haram kuna thermos zile ngapi zimewekwa, yale madude ya maji mangapi yamewekwa pale, watu wanwa kila siku. Na Allah aijaze khairi serikali ya mamlaka. Huwezi kwenda pale ukasema wacha nibofe hapa ukaona maji hamna. Ajabu sana. Atukafinya hivi mbona hakuna maji? Kuna kila sehemu imewekewa mtu kazi yake yeye kutizama yale maji, hakikisha yafanya nini, hayaishi. Kwa hiyo atikisa hivi hili lishapungua, halijesha lishapungua, latolewa laleto jingine pale pale, yamewekwa kando yajazwa tu, watu wano mashaallah. Hapa kwetu hapa idadi yenyewe yetu ndo mara tu ghafla wataka kuna maji hapa msikitini, usikia siku mbili hakuna, basi wapige simu nete maji, gari inaharibika, mara nkosea njia siku hivi. Yani alhasil, na sisi msikiti mdogo tu, kisha usikia mtoto bwana wa Saudi wale. Hebu nyamaza wewe, ungepewa kazi ya maji ya Zamzam ungeweza. Upewe debe 8 tu pale, kazi yako kuzijaza kila siku, wewe huwezi kusimamia. Waacheni bwana. Sasa na yale mambo yafanye, wewe waombe Mungu aongoze, waombe Allah aongoze. Hakuna binadamu alikamilika. Lakini wewe wazungumza tu vibaya, wazungumza vibaya. Mimi na wewe tuweza kufanya kazi ile? Wewe nenda katika Masjid al-Haram na ukubwa ule msikiti unaochukua watu mamilioni, hata siku moja uone taka. Hebu nenda chooni pale kwetu uone uachiwa nini. Sasa hivi adhuhuri, sasa watu wanatumia choo, nenda kachungulie pale uone uachiwa nini pale. Kule uwekewa mfanyikazi akongoja wewe utoke, ukitoka ingie akusafishie, kisha atoke mwingine ingie. Uwekewa yeye kazi yake kusafishie wewe tu. Wewe bosi mashaallah, ukija pale waingia utoka, hata kama unchafua shauri yako nda zako, kuna mtu nyuma yako atakuja atasafisha, atahakikisha pale mahali pako safi. Hakuna siku utafungua mfereji chooni uone maji hakuna. Alhamdulillah, neema. Basi kwa hilo tu Allah yajzihim khair. Wewe utakia nini ile nchi zaidi ya umra na haji? Alhamdulillah. Kwa hiyo akaambiwa sasa achimbe Zamzam. Qultu wama Zamzam, akauliza tena hii Zamzam kwani nini? Qala la tunzafu abadan, ay la yafna ma'uha ala kathrati al-istiqa. Maji hayo hata watu wakinwa kiasi gani, wakichota kiasi gani, hayeshi. Aelezewa kuhusu maji ya Zamzam, hayeshi. Wala tudhammu tasqi al-hajij al-a'zam, wala hayasimangwi maji hayo, sababu ni shifa, ni dawa, na yatakuwa yakiwanywesha wale mahujaji wanaokuja kwa wingi. Lile kundi kubwa la mahujaji watakuwa wakinwa katika maji hayo. قال فلما بين له شأنها alipobainishiwa jambo lake, wadulla ala mawdhi'iha, akaelekezwa usingizini kwa ile sehemu ambayo kisima cha Zamzam kipo.
وعرف أنه قد صدق akajua kuwa ile ndoto yule bwana alikuwa akimuota amemwambia ukweli. Ghada bimi'wadihi, siku ya pili akarauka asubuhi na sururu yake, mi'wadi sururu ya kuchimba hiyo. Wa ma'ahu ibnuhu al-Harith ibn Abd al-Muttalib, akiwa na mtoto wake mmoja al-Harith ibn Abd al-Muttalib. Walaysa lahu yawma'idhin waladun ghayruhu, na alikuwa hana mtoto mwingine isipokuwa huyu mmoja peke yake wakati huo akichimba Zamzam. فحفر فلما بدا لعبد المطلب الطي كبر. alipokuwa yuachimba, alipofika pale ndani akayapata yale maji, akapiga takbir Allahu akbar kwa furaha. fa'arafat quraish annahu qad adraka hajatahu, Quraish wakajua huyu bwana kile anachokitafuta katika kule kuchimba tayari amekipata. faqamu ilayhi, wote wakamsimamia mwana. faqalu ya Abd al-Muttalib innaha bi'ru abina Ismail, wakamwambia ya Abd al-Muttalib, hiki kisima ni cha baba yetu sote Ismail. wa inna lana fiha haqqan fa ashrikna ma'aka fiha, na sisi tuna haki pia, basi tushirikiane na wewe katika hiki kisima, tuwe pamoja, tuwe share. faqala ma ana bifa'ilin, sasa mimi sifanyi hivyo, kuna maji nitawapa lakini usimamizi wake itakuwa ni kwangu mimi. inna hadha al-amra qad khusistu bihi dunakum, ili jambo mmehusishwa mimi na Allah subhanahu wa ta'ala pasi na nyinyi. wa u'tituhu min bainikum, nimepewa mimi baina yenu. فقالوا له فأنصفنا فإنا غير تاركيك حتى نخاصمك فيها, hatukuachi bwana mpaka tutazozana kwa ajili ya kisima. qala faj'alu baini wa bainakum man shi'tum uhakimukum ilayhi, akamwambia basi chagueni yoyote ambaye mtakawe hakimu baina yangu mimi na nyinyi katika jambo hili, nani aliye na haki zaidi ya hili jambo? قالوا كاهنة بني سعد هذيم, na wakati wa jahiliya walikuwa wakihukumiana kwa kuhani wale, sababu walikuwa wakiitakidi kwa wale wajua ghaib. ta'ala Allahu amma yaquluna 'uluwan kabira, wakawashirikisha na Allah subhanahu wa ta'ala katika hilo. qala na'am, sema sawa, twendeni kwake. na huyu kuhani hakuwepo pale Makka wala Madina, alikuwepo katika mji au nchi ya Sham kule. Kwa hivyo ni mpaka watoke safari waende kwake. fakharaju ilaiha, toka ni mwanamke na mara nyingi walikuwa wakiwa wanawake kufanya kazi, kwa wakatoka kuelekea kwa huyo mama. wa kharaja ma Abd al-Muttalib 20 rajulan min bani Abd Manaf, pamoja na Abd al-Muttalib wakatoka watu 20 katika kabila la au katika watoto wa Abd Manaf. wa kharajat Quraysh bi 20 rajulan min qabailiha, na Quraysh wakatoka na watu 20 katika makabila yao mbalimbali. falamma kanu bil faqiri min tariq ash-shami au hadhihi faniya ma'u Abd al-Muttalib wa ashabi, kiufupi njiani Abd al-Muttalib na maji yao yakesha, na jangwa lile njiani maji yakaisha, kwa hakuna maji, kiu imejaa na maji yameisha. fadhami'u hatta ayqanu bil halaka, wakapatwa na kiu mpaka wakawa na yaqini kuwa sisi tutakufa kwa kiu, hatuwezi kufika, na jangwa lilikuwa limebakia kubwa. fastasqau man ma'ahum min qabail Quraish, lakini si walikuwa na wenzao wao kwa 20, na wale 20 wakaenda kuwataka maji, kuwaomba maji wale wenzao, nyinyi mna maji, tusaidieni na maji, na sisi tumepatwa na kiu sana na tuko pamoja kwenye safari. faabau alaihim, wale mabwana wakakataa. faqalu inna bimafazatin, kwa sisi tuko kwenye jangwa hapa,
wa nahnu nakhsha ala anfusina mithla ma asabakum, na sisi tujibugopea nafsi zetu isije yakatupata sisi kile kilichowapateni nyinyi, tukapatwa na kiu pia sisi tukafa. Kwa hivyo maji tuyazuia. Kuna watu wana roho hizo, na hakuna jangwa. Wengine huku kwetu hakuna jangwa, lakini akipewa maji asikupi maji. Kwa nini? Hii mnahesabu, hii nisienda na hesabu yake. Kuna watu wana roho chafu namna hiyo, hakuna lolote basi tu akamnyima mwenzake maji. Angaa hawa wana sababu, wasema ingawa pia ilikuwa si sawa kufanya hivyo, wakawanyima maji. Falamma raa Abdul Muttalib ma sanaa alqawm, Abdul Muttalib alipoona wenzao walivyowafanyia, wama yatakhawafu ala nafsi wa ashabi, na kile anachojiogopea nafsi yake na wenzake, qala madha tarawun, yake wa kiongozi wa msafara akamwambia wenzake, muonaje, mwasemaje, ushauri wenu nini? qalu ma ra'yuna illa tab'un li ra'ika famurna bima shi'ta, sisi bwana rai yetu rai yako, tuamrishe unavyotaka, tuko tayari kusikiliza. قال فإني أرى أن يحفر كل رجل منكم حفرته لنفسه بما بكم الآن من القوة. mimi nasema hivi, kila mmoja hapa achimbe kaburi lake. Sasa hivi si mna nguvu zenu, hamja kufa, sio? Hamja kuwa dhaifu hivyo, mna kiu tu. Kila mmoja achimbe kaburi lake hapa, makaburi 20. Kisha fakullama mata rajulun, kila akifa mmoja wetu, dafa'ahu ashabuhu ila hufratihi, wale jamaa zake waliobakia wale wamsukume kwenye nini, kwenye kaburi lake, wamzike. Thumma warauhu, kisha wamzike pale, angalau tustirike, mmoja mmoja yuwafa, tustiriana tu, hata yakuna akhirukum rajulan wahidan, mpaka abakie mtu mmoja. Akifa mmoja, yeye peke yake atabakia bila kuzikwa. Si afadhali huyo mmoja akuzikwa kuliko 20? Tukawa mizoga hapa, kila anayepita tutizama. Kwa jamaa wakaamua wachimbe, fahafaru alqubur, kachimba makaburi. ثم قعدوا ينتظرون الموت عطشا, kifo cha hatari sana. Jamaa wamekaa kila mmoja asubiri nini, wakati wake wa kufa, kwa kiu. Hicho kiu chaji hayo, nafikiri sasa hivi angoja kufa kuiona hii kifo hicho chaji. muone wakati ule vitokea. Sasa hivi yatokea mara ngapi? rubu al-khali Saudia kule, ilo jangwa lisikie tulitoa rubu al-khali, jangwa kubwa, pengine robo ya jazira ya bara Arabu ni hiyo sehemu, robo yake ito rubu al-khali. Hakuna watu huko, hakuna chochote, jangwa tu. Saa nyingine watu huharibikiwa na magari njiani, kisha yeye anaingia mahali hivi nje ya barabara, salamu alaikum. Huyo kwa sababu sasa kuna mitandao ajivuta video hivi, basi jamani na waaga. Wallahi ziko clip nyingi watu wajivuta video yuaga nini mpaka yuafa, kisha watu wakija kupata zile simu waona ile clip alirekodi kabla ya kufa. Hiki kifo hatari sana, usimuombe Allah subhanahu wa ta'ala, kifo kibaya sana. Yani wafa polepole tu kwa kiu. Kwa jamaa hapa wamekaa wasubiri kifo. Thumma inna Abdul Muttalib qala, kisha ikamjia fikra Abdul Muttalib akasema, wallahi inna ilqa'ana biaydina hakadha lilmaut la nadribu fil ardi wa la nabtaghi li anfusina la ajzun. Sisi tukae tusubiri mauti tu hapa, basi angalau tutembee hivi tujisaidie, labda pengine mbele utapata msaada. Basi ni uvivu wa kiasi gani na ajizi ya kiasi gani. فعسى الله أن يرزقنا ماء ببعض البلاد, amwezi kujua Allah aweza kutujalia tukapata maji njiani mbele. Sisi tuondokeni, tutembeni. Hii fikra ya kaburi inaona haifai. Chimba makaburi hapa, tukae kila mmoja anga kwenye shimo lake angoja kufa. Si afadhali tutembee tufilie mbali huko mbele, lakini tunjaribu angalau. Irtahilu, yalla twendeni.
waqama Abdul Muttalib. Hapa kukatokea tukio la ajabu sana. Abdul Muttalib akasimama, faqama Abdul Muttalib ila rahilatihi farakibaha, kapanda kipando chake. Falamma ba'athat bihi, kile kipando kilipoanza kutembea, infajarat min tahti khuffiha 'aynu ma'in 'adhbin, yule mnyama akinyanyua tumbu wake kukachimbuka maji, Kiingereza waita oasis, maji yakaanza kutoka pale, tena maji matamu kabisa. فكبر عبد المطلب وكبر أصحابه الله أكبر الله أكبر وفراه، وشربوا جميعا وكانوا واستقوا، ثم دعا القبائل من قريش، كيش وكبيبا لماج وكانوا وكشيبا وكبيبا، كيش وungwana wake Abdul Muttalib akawafuata wale wenzao waliofanya nini, waliowakatalia maji, akamwambia bwana kuna maji huku njooni na nyinyi pia kunyweni mbebe ili tuendelee na nini na safari yetu. Waqala lahum halummu ila alma, akawaimiza waje kwa yale maji. Faqad saqana Allah ametupa maji ya kunwa. Fasharibu wastaqaw, wale mabwana wakanwa katika yale maji, wakabeba katika yale maji. Waarafu fadla Abdul Muttalib, na katika hali kama hii ndio pale wakumbuka, tulimnyima bwana lakini yeye akatupa, sisi tulimnyima yeye lakini yeye akatupa. Wakajua fadhila ya Abdul Muttalib. Faqalu lahu, wakamwambia qad wallahi qudiya laka alaina ya Abdul Muttalib, tayari hii kesi tunayokwenda kuifuatia ishapita hukumu yake ya Abdul Muttalib kabla ya kufika. Wallahi la nukhasimuka fi Zamzam abadan, wallahi sisi atuzozani na wewe kuhusu kisima cha Zamzam abadan. إن الذي سقاك هذا الماء بهذه الفلاء لهو الذي سقاك زمزم, yule aliyekupa maji haya, alikunywesha maji haya katika jangwa hili, ndio yule aliyekunywesha wewe maji ya Zamzam na akakupa wewe maji ya Zamzam. Farji' ila siqayatika rashidan, kwa hiyo akamwambia arudi, bwana utasimamia wewe kisima cha nini cha Zamzam. Faraja'a wa raja'u ma'ahu ولم يصلوا إلى الكاهن وخلوا بينه وبين زمزم, wakarudi wote pamoja, hawakufika kwa yule kuhani, yeye ndo akawa msimamizi wa maji ya Zamzam. Sasa hapa kama nilivyotaja, kuna tukio litazaliwa hapa ambalo tutalitaja huko mbele. Tukio lenyewe ni kuwa baada ya hili lilotokea, nadhara Abdul Muttalib akaweka nadhiri ya ajabu sana. nadhiri gani? la in ataahu Allahu 10 abna'i wa balaghu an yamna'uhu, Allah akimpa watoto 10 wakafikia umri kuwa waweza kumuhami baba yao. Sababu kile kilichompata siku zile ni kwa sababu alikuwa hana watoto wa kumhami. Lau kama angelikuwa na vijana kama 10 hivi wenye nguvu zao, Makuraish wasingeweza kumwambia ile maneno alimwambia, lakini kwa sababu alikuwa na mtoto mmoja tu peke yake, hana nguvu, akaweka nadhiri kuwa Allah akimpa watoto 10 wa kiume, wanaume wa kisawasawa ambao watamhami, wakafikia umri watamhami baba yao, la yanharanna ahadahum 'inda al-Ka'bah, atamshika mmoja wao amchinje kama mbuzi kwenye al-Ka'bah, kujikaribisha kwa Allah kwa kumchinja mtoto wake. Nadhiri ya ajabu sana. Kina akaweka nadhiri kwa Allah akimpa watoto 10 wakakulia kuweza kumhami baba yao. Sababu watoto wakati wa jahiliya walikuwa wakijifakhirisha na baba zao, wakiwahami baba zao, kinyume na ilivyo leo. Waweza kumuona mtoto mkorofi sana ashindwa na Abu Jahal, wallahi mkorofi, ajibizana na babake na mamake, ajali. Wakati wa jahiliya walikuwa wao ndio wasimama kama masimba wakiwahami wazazi wao. Leo wanajitoto jeuri, lintumwa nini mkate, si kumhami, antumwa mkate tu mjeuri, ama ntumwa maziwa, jeuri kweli kweli. Naam, Allah subhanahu wa ta'ala akampa watoto 10, akiwemo mmoja wao babake Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Abdullah.
hili tukio silielezi sasa, inshamaliza kuzungumzia Zamzam, nitakuja kulieleza insha Allah taala huko mbele, litakuja hapo mbele nadhiri yake ilikuwaje. Lakini kile kinachotufuata katika kikao kitakachokuja insha Allah, hadithul fil, tuzungumzie tukio la ndovu ambalo pengine baadhi yetu tulisikia tu, lakini lilitokea vipi Allahu a'lam. Hilo tutakuja kulizungumzia insha Allah taala katika kikao kitakachofuata. Naktafi bihadha alqadr, wallahu taala a'lam. Subhanaka wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fiik.